kadhalika jubilei ya fedha ya ukardinali wake. Aliadhimisha pia jubilei ya kuwa madarakani katika jimbo kuu la Dar es Salaam kwa miaka 25, jubilei ambayo nadra sana kwa maaskofu wengi kuiadhimisha, lakini mwadhama alibarikiwa kusherehekea miaka 25 akiwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Ni baraka, ni bahati kwake, na kama ambavyo historia inaonyesha kwamba katika familia yao alibaki 25, jubilei ya dhahabu miaka 50, lakini jubilei ya almasi miaka 75. Napozungumza almasi ni miaka ya kuzaliwa kwake, kwa maana alitimiza miaka 75 na amefariki akiwa na umri wa miaka 81. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo aliweza kuadhimisha jubilei ya fedha ya upadri na jubilei ya dhahabu ya upadri. Yeye na dada yake Mwalimu Helena 50. Awali kabla hajaolewa alikuwa anajulikana kama Helena Joseph Pengo. Mtazamaji na msikilizaji mpendwa, tuko bado katika barabara za kambi hii ya Lugalo. Tayari tumekwisha toka kule hospitalini maeneo ya mochwari VIP. Manake mochwari hiyo ni wale watu mashuhuri ndio ambao wanawekwa kwenye mochwari hiyo. Kama unakumbuka, Rais Dr. John Magufuli pia alilala kwenye mochwari hiyo, lakini nyuma yake Rais Benjamin William Mkapa pia alilala kwenye mochwari hiyo, na wengine waliotangulia kama Waziri Mkuu Edward Moringe Sokoine na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mtazamaji na msikilizaji, tunapoelekea kwenye lango la kutokea kambi hii ya Lugalo, niseme tu kwa haraka basi tuwashukuru pia JWTZ ambao waliweza kumuhifadhi baba yetu, babu yetu, mchungaji wetu mkuu, kuhani mkuu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo tangu siku ile alipofariki na kuja kuhifadhiwa hapa. Tuwashukuru pia wote ambao walishiriki kwa kujaribu kuokoa maisha yake, japo Mungu ndiye mwenye maamuzi ya mwisho kwamba aendelee kuwepo au asiendelee. Yeye basi akaamua kumuita katika hema yake. Hivi tangu wakati huo basi, baada ya tangazo la askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam Mhashamu Jude Thaddaeus Ruwa'ichi kwa baraza la maaskofu na wakleri wote, watawa na waamini na taifa kwa ujumla kwamba mwadhama amefariki, basi tumekuwa katika msiba, na kiukweli kama ambavyo pia taratibu zinaendelea, ni msiba wa kitaifa. Mwadhama kama lilivyo kanisa amekuwa kiongozi wa kanisa Katoliki, lakini pia ni kiongozi wa jamii, kwa sababu kanisa Katoliki linafanya kazi na binadamu kimwili na kiroho. Na tunapozungumza kimwili, maana yake pia masuala ya kijamii yanaingia humo, kwa maana ya utamaduni, mambo ya uchumi, mambo ya siasa, mambo ya elimu, mambo ya afya na mengine yote unayoweza kuyataja yanaingia hapo. Tupo barabara ya Hali Hassan Mwinyi tukiwa tunaelekea Mwenge, na baada ya Mwenge basi tutakuwa tunaingia barabara ya Sam Nujoma. Kwa wale ambao watakuwa na fursa, wanaweza kusimama barabarani wakati huu ili kumuaga Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Baba Mwadhama katika mafundisho yake alikuwa jasiri sana kuzungumza habari za kifo, hakuogopa.
na mara nyingi alikuwa akizungumzia yeye mwenyewe binafsi namna ambavyo anajiandaa na yuko tayari kwa ajili hiyo, akituaminisha pia na sisi kwamba kifo ni lazima na kila mmoja iko siku, tarehe na saa ambayo ataitwa nyumbani kwa Baba wa milele. Na ushuhuda wa hili ni kwamba miaka mitatu tu baada ya kurithi jimbo kuu la Dar es Salaam, alichagua mahali ambapo atazikwa, mahali ambapo alipapenda, mahali ambapo alipafurahia wakati akiwa Gambera katika seminari kuu ya Mtakatifu Karol Lwanga Segerea. Alipenda kwenda kusali na kutafakari katika kituo cha hija Pugu, na baadaye basi alipokuwa kwenye madaraka hayo ya mchungaji mkuu akachagua kuzikwa Pugu ndani ya kikanisa cha kihistoria kinachoelezwa kama ndio kanisa kongwe zaidi katika jimbo kuu la Dar es Salaam, kabla hata ya kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu na lile la Mtakatifu Francisco wa Asizi Pugu. Mwadhama katika harakati zake za kuifanya Pugu kuwa sehemu muhimu kabisa, aliazimia iwe kituo cha hija, na akaongea na wamisionari wa Benediktini, ambao wale wa Benediktini wa kwanza ambao walifariki pale Pugu, tunawaita wafiadini wa Pugu, wamelala hapo, akiwaomba warudi Pugu ili kuendeleza historia ya Pugu na umisionari katika jimbo kuu la Dar es Salaam, lakini na maeneo mengine, kwa sababu kutoka hapo Wabenediktini walielekea kusini ya Tanzania kwenye majimbo ya Mtwara, Kolindi, lakini naweza kusema Tunduru, Masasi. Kabla ya hapo unalizungumzia jimbo kuu la Songea na majimbo mengine ambayo wamefanya utume kwa kazi kubwa, kwa kiasi kikubwa zaidi, na wao basi wanasimamia kituo hicho cha hija Pugu kwa karibu, chini ya askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, sasa Mwasham Jude Thaddaeus Ruwaichi. Tuko Mwenge, mtazamaji na msikilizaji mpendwa. Bila shaka unatutazama na kutusikiliza kupitia vyombo mbali vya kanisa, ambao tumeungana pamoja kukurushia matangazo haya. Wakati huu tunaingia barabara ya Sam Nujoma, na hapa ni makutano ya barabara za Ali Hassan Mwinyi, Sam Nujoma, na barabara kuelekea barabara ya Mwai Kibaki inayokatiza maeneo ya chuo kikuu cha Tumaini. Tuko maeneo ya Mwenge, na tunaendelea na msafara huu ukiwa unaongozwa na motorcade ya polisi, lakini basi gari letu la matangazo, gari lililochukua mwili nyuma yake, gari letu la matangazo pia, na magari ambayo wamewabeba wanafamilia na makuhani ambao ndio waliokuwa wanahusika kwa karibu zaidi kuuandaa mwili wa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo pale mochwari. Mtazamaji na msikilizaji mpendwa, pata fursa walau ya mwisho leo kumuaga Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, iwe barabarani kipunga mkono, lakini pale katika kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu.
na kama nilivyoeleza, ratiba ile inaonyesha baada ya misa itakayoanza saa 10 kamili jioni kutakuwa pia na maombolezo ya usiku mzima, kwa maana ya mkesha hadi asubuhi ya kesho, ambapo mwili utapelekwa katika kituo cha hija Pugu, nako pia kuanzia saa 1 kamili asubuhi. Wale ambao wataweza kufika pale watapata fursa ya kumwaga mwadhama hadi saa 3:30 asubuhi, na baadaye misa takatifu ya wafu kwa ajili ya kumwombea na kumuaga na maziko yake itaadhimishwa na Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Mhashamu Jude Thaddaeus Ruwa'ichi. Tambua hatuko wakiwa, kwa sababu Mungu pia alitubariki, na Baba Mwadhama alionyesha furaha sana kwa tendo lile wakati Baba Mtakatifu Francisco alipomteua Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Tabora, kuwa kardinali wa 3 Mtanzania. Na Baba Mwadhama, kama anamnukuu vizuri, alitamka tukiwa katika ukumbi wa Wamesea, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, kwamba amefurahi akiwa hai kumuona kardinali mwingine Mtanzania, jambo ambalo yeye hakubahatika. Yani kardinali aliyetangulia hakubahatika kumuona wakati akipata ukardinali. Bahati mbaya Mwadhama Laurean Kardinali Rugambwa, au bahati njema pia, kwa sababu kifo ni lazima tunasema, na kanisa tunaamini katika hilo, alifariki kabla Kardinali Pengo kuvikwa kofia ya ukardinali. Kwa hivi tukio hili lilimfurahisha, linafanana na lile tukio la Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 kukutana na Baba Mtakatifu Francisco, mapapa wawili ambao mmoja alikuwa amestaafu na mwingine akiwa madarakani. Ilipendeza sana, na bila shaka picha hii itadumu kwetu kwa miaka mingi ijayo. Pengine si jambo rahisi kutokea, lakini basi tunamshukuru Mungu, tunaendelea kumshukuru Mungu. Na katika tukio lile basi Mwadhama alisali sala ya Mzee Simeoni kwamba sasa Bwana waweza kumruhusu mtumishi wako aende kwa amani. Kwa hiyo inawezekana pia wengine wanahuzunika sana, wanasikitika sana, lakini ukifuatilia matamshi yake mbalimbali, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, yeye alikuwa tayari kwa tendo hili ambalo linatokea tunalitekeleza sasa, la kumsindikiza katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Baba ambaye ametupa mfano kwamba kuna kuishi na kufa. Tuishi tukijua kwamba lazima tutaondoka duniani. Kwa hivyo muda mwingi tuutumie kwa ajili ya Mungu. Tumkabidhi Mungu maisha yetu, tusichezee muda, tusijisahau, tusifuate ya ulimwengu, tufuate ya Mungu na maelekezo ya kanisa, namna ambavyo tunaweza tukamsifu, tukamtukuza, tukamheshimu, tukamshukuru Mungu Mwenyezi. Baadhi ya waombolezaji hao barabarani basi ambao waliamua kujipanga kwa ajili ya kumuaga kwa kupunga mikono Mwadhama akipita hapa jengo la Umoja wa Mataifa, maeneo ya barabara hii ya Sam Nujoma, katika maeneo haya ambayo ni ya mlimani tunaweza kusema, kwa sababu upande wa pili ni maeneo ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM, na upande wa kulia ndio yako majengo haya ya taasisi mbalimbali wakifanya nao majukumu yao.
msafara ukiwa unaendelea kupiga hatua, na kila ambapo tunapita basi wale ambao inawezekana pengine hata wajenzi wa barabara wamekuwa wakisimama kuonyesha kwamba ni msafara wa mtu muhimu, kiongozi wa kanisa, lakini pia alikuwa msaada mkubwa kwa taifa letu la Tanzania. Heshima kwake Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Timu yetu makini kabisa iko na wapiga picha ya television, lakini pia picha mnato. Tuko pia na wale ambao wanahusika na mitandao ya kijamii, social media, TV online, tukihakikisha kwamba kila kinachoendelea tunakurushia, na tupo pia na redio zetu mbalimbali za kanisa Katoliki nchi nzima, tukikurushia matangazo haya ya moja kwa moja. Napita sasa njia panda kwenda mawasiliano, tukielekea daraja la Kijazi, kwa maana ya Kijazi interchange, na hapo tutaingia barabara ya Morogoro kuelekea mjini kati ambako liko kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu lenye kiti cha askofu mkuu ambacho Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo atakuwa anashikilia hiyo rekodi ya kukikalia kwa muda mrefu zaidi kama askofu mkuu. Kwenye historia yake na kukumbusha tu, inawezekana pia ukawa unafahamu, lakini basi kwa wale ambao inawezekana wafahamu kwamba askofu mkuu wa kwanza wa jimbo kuu la Dar es Salaam alikuwa misionari Mfransisko Mkapuchini Edgar Aristides Maranta, na baadaye jimbo likakabidhiwa kwa Mwadhama Laurean Kardinali Rugambwa, alikuwa askofu mkuu wa pili wa jimbo kuu la Dar es Salaam, na huyu tunayemsindikiza askofu mkuu wa tatu. Namna hiyo baadhi ya waamini wakimuaga Mwadhama hapa katika njia panda ya barabara ya Morogoro, Sam Nujoma na barabara ya Mandela. Tunaelekea Manzese sasa. Juu ya daraja pia wako wadau mbalimbali nao wakifuatilia kwa makini msafara huu wa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Mtazamaji na msikilizaji mpendwa, mtumishi huyu wa kanisa amefanya kazi kwa uaminifu mkubwa tangu akiwa shemasi, padri na hata baadaye akiwa askofu, na katika nafasi hizo alizokabidhiwa na kanisa katika ngazi hiyo ya uaskofu ambayo ni daraja ya kwanza ya upadri, kwa maana daraja ya pili ni upadri wenyewe, lakini daraja ya tatu ni ushemasi. Tuko Ubungo, maeneo ya Ubungo Plaza, tukiwa tunapita hapa, safari inaendelea. Nikwambie pia kwamba pamoja nami katika shughuli hii nzito ya kukurushia matangazo haya ni Leon Bishogi wa Radio Maria Tanzania. Ndashirikiana naye bila shaka, baadaye utamsikia akizungumza humu, na wenzetu pia kutoka vyombo hivyo mbalimbali. Nimeitaja Radio Maria Tanzania, lakini Tumaini Media, wapo Jugo Media, wapo pia redio mbalimbali za kanisa mikoani, majimboni, kwa maana ya Mbiu,
Mwangaza, Radio Ukweli na nyingine nyingi ambazo wakati huu watakuwa wamejiunga nasi, tukiwa tunaunganishwa vizuri na mafundi wetu mitambo. Wakati huu katika msafara tuko na Jackson Njau anajipakulia minyama lakini wapiga picha wetu Eric yuko, pia Meki yuko, John na madereva wetu mahiri kabisa ambao wanawezesha kazi hii kufanyika kwa uzuri ndani ya msafara huu. Mtazamaji na msikilizaji, wewe ambaye bado uko nyumbani, inawezekana tukakupita safari. Tunakaribia Manzese, tuko Shekilango hapa, na tukiwa tunaingia katika mahakama ya Ndizi, soko la mahakama ya Ndizi. Tunaelekea daraja la Manzese. Maeneo haya ni parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu Manzese, kwake Padre Benedict Shayo, lakini pia parokia ya Mtakatifu Peter Feba upande wangu wa kushoto, kwenu upande wa kulia bila shaka Mabibo, na katiza katika parokia hizi za jirani. Iko pia parokia ya Luhanga, parokia ya Tandale kwa maana ya Mtakatifu Karoli Luhanga, barabara ya Morogoro, barabara maarufu sana ambayo mwadhama pia amekuwa akiitumia katika shughuli zake za kichungaji, akipita humu kutoka makao yake Kurasini na kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu kuelekea katika parokia zinazoambatana na barabara hii, kwa maana ya dekania ya Mtakatifu Petro, lakini dekania ya Makuburi, dekania ya Ubungo, dekania ya Mavurunza, dekania ya Mbezi Luis na ile dekania ya Kibaha. Na sasa Kibaha imegawanywa kupatikana dekania mpya ya Mlandizi kwa Baba Mtei Thomas na Baba Raymond Mbaula. Tuko sasa tunaimaliza Manzese, tuko Kagera, tukiwa tunapita humu, na waamini wamejipanga pia, baadhi kuweza kumuaga mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Maeneo haya Kagera, Makanya ndiko ambako tunaelekea sasa, tukiwa msafara wa moja kwa moja, kwa maana unaongozwa na gari la polisi, motorcade yetu maeneo ya Kagera hapa pia ni maarufu sana. Wakati ule Tanzania iko katika vita na Uganda, mimi nikiwa kijana mdogo kabisa darasa la 3, ulikuwa nikisikia redioni vita vya Kagera, nilikuwa nawaza kwamba vita vinapiganwa maeneo haya. Wakati huo nilikuwa bado sijasoma jiografia vizuri kujua kwamba kumbe Kagera ni huko Bukoba, huko mbali. Nikawa najua vita vinapiganwa maeneo haya, kumbe Kagera yenyewe original iko huko Bukoba. Na baadaye kwa umaarufu wa vita vile na kumbukumbu ya vita, mkoa ule ambao awali ulikuwa unajulikana kama mkoa wa Magharibi na baadaye Bukoba ukaitwa Kagera.
ndiyo kumbukumbu pia au historia, na hasa wale wenzetu ambao ni wenyeji wa huko Kagera, mkiwa mnaishi maeneo haya, basi tambueni kwamba mpo nyumbani. Mtazamaji mpendwa, na kumegea tu vitu vile ambavyo mwadhama ameshughulika navyo. Miongoni mwa mambo ambayo yameasisi mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alipokuwa madarakani ni pamoja na vyombo vya habari. Yeye ndiye alishirikiana na mkurugenzi wa kwanza wa Tumaini Media, Padre Francisco Galtier, misionari wa Afrika, kuanzisha Radio Tumaini ambayo iliunganika na Video Tumaini kuifanya kuwa taasisi. Radio iliyoanza kurusha matangazo yake Februari 3, 1994, ikiwa redio ya kwanza binafsi Tanzania baada ya ile ya kiserikali kwa maana ya umma, na izungumzia RTD ambayo awali ilijulikana pia kama Radio Dar es Salaam au Radio Tanganyika, na inawezekana baada ya hapo ikawa chachu ya kuendeleza kile ambacho mwadhama alikiasisi, kuona umuhimu wa vyombo hivi vya habari. Na yeye mwenyewe alitugusia wakati fulani kwamba chachu ya kuwepo vyombo vya mawasiliano ni ziara ya kichungaji ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili mwaka 1990 Septemba 1 hadi 5. Wakati huo ndipo ulipoonekana umuhimu wa kuwa na vyombo vya mawasiliano, kwa sababu ililazimu kanisa pia la Tanzania chini ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC kuandaa wana mawasiliano ambao walifanya kazi kubwa sawa. Ndiyo, vyombo vyote vya kanisa wakati huu viko hewani kukurushia matangazo haya, lakini ilikuwa natoa tu historia kuonyesha kwamba chachu ya uwepo wake vyombo hivi vya kanisa Katoliki hapa Tanzania ni ujasiri pia wa baba huyu kuweza kuanzisha katika jimbo kuu la Dar es Salaam, na baadaye ikawa pia Radio Maria Tanzania ikianzia jimbo kuu la Songea, na sasa makao makuu yake yako pia katika jimbo kuu la Dar es Salaam maeneo ya Mikocheni. Vikaendelea kuwepo vyombo vingine katika majimbo Katoliki mbalimbali hapa nchini, na hata baadaye ilipotokea mabadiliko kutoka analogia kuingia mfumo wa kidijitali, basi tumekuwa na vyombo hivyo pia sasa katika mitandao ya kijamii ikirusha matangazo ambayo unaweza kuyapata kwa urahisi sana ukiwa na simu, kwa maana ya simu janja, smartphone, ama chochote kile ambacho kinakuwezesha kupata internet au mtandao. Mwendo ni mrefu na maneno ni machache, lakini yanapaswa pia kuongezwa ili yawe mengi. Wakati huu tupo Magomeni Mapipa tukiwa tunaelekea Jangwani. Mtazamaji na msikilizaji mpendwa, hapa sasa ni muombe mwenzangu Leoni Bishoge aweze kuendelea na matangazo haya tukikurushia katika vyombo mbalimbali vya kanisa.
hapa Tanzania. Karibu Leone. Asante sana Gaudensi Yera. Mpendwa ambaye unatusikiliza na kuendelea kututazama, tayari kama ambavyo umejuza, msafara unaendelea. Tumetoka hapa Magomeni, ndo baba yetu kipenzi. Wewe kama umeshafika San Joseph, baba yetu kipenzi anakuja, tukimania kwamba na watu umejipanga barabarani kwa ajili ya kumwaga kwa mara ya mwisho. Baba yetu mpendwa, kwa namna ya pekee, kila mmoja ana namna yake ambavyo alimgusa sana katika maisha yake. Walau ni kupitishe kwa ufupi juu ya historia yake, kwa ufupi sana, juu ya baba yetu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alizaliwa tarehe 5, ulikuwa ni mwezi wa 8 mwaka wa 1944 huko Jimbo Katoliki la Sumbawanga. Aliwekwa wakfu kuwa padre, ilikuwa ni mwezi wa 6 tarehe 20 mwaka 1971, na aliyemweka wakfu ni hayati Mhashamu Charles Msakila, askofu wa Jimbo Katoliki la Sumbawanga. Wakati huo ilikuwa ni mwezi wa 2 tarehe 21 mwaka 1998. Ilipotimia Januari 6 mwaka 1984, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo aliwekwa wakfu katika daraja takatifu ya uaskofu katika Basilika ya Mtakatifu Petro mjini Vatican, Roma, kwa mikono ya Mtakatifu Papa Yohane wa Pili. Baba yetu mpendwa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alichaguliwa kuwa miongoni mwa makardinali wapya na kupewa hadhi hiyo rasmi. Ilikuwa ni mwezi wa 4 tarehe 26 mwaka 1998 na Mtakatifu Papa Yohane Paulo wa Pili. Baba Mwadhama Pengo alistaafu kuliongoza jimbo kuu la Dar es Salaam. Ilikuwa yapata tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2019, akiwa ameliongoza kwa takribani miaka 27 tangu Julai 22 mwaka 1992. Mpendwa ambaye unatufuatilia kupitia radio na mitandao yetu ya kijamii popote pale ulipo, ikumbukwe kuwa hayati Polycarp Kardinali Pengo Januari 6 mwaka 2024 alitimiza miaka 40 tangu alipowekwa wakfu katika daraja takatifu ya uaskofu. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Baba yetu mpendwa Polycarp Kardinali Pengo apumzike kwa amani. Amina. Mpendwa, wewe ambaye unatufuatilia, nini ambacho unatamani kukisema? Kama ungepewa hii maiki, useme juu ya Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Yako mengi sana ya kumzungumzia. Baba aliwapenda sana watoto, na kama ulitaka kukosana naye, uwaguse watoto. Aliwapenda mno watoto, na watoto kila mara walipokuwa kimuona, hakuna hata mtoto ambaye alikuwa anaacha kumkimbilia babu babu babu. Hata watu wazima, akina mama wawata, vyama mbalimbali, majimbo tofauti tofauti, walimkimbilia baba Mwadhama kwa namna ya pekee na kwa namna ya mguso. Baba yetu alikuwa ni baba mnyenyekevu. Kama alivyosema, kila mmoja akipewa hii maiki anaweza kumzungumzia kwa namna ya pekee, kwa nafasi yake mwenyewe binafsi. Pamoja na ukardinali aliyokuwa nao,
baba hakujiweka mbali na watu, baba hakujikweza. Mimi ni kardinali. Ukardinali wake aliweka kando kabisa, aliuvaa ubinadamu, alivaa utu, alivaa unyenyekevu. Na hata ulipokuwa ukikutana naye, kwa wale ambao tumebahatika kukutana naye ama ambao mmebahatika kukutana naye, hata kama akiwa wapi, hata ukisema baba kardinali, atasimama, atakusikiliza, utamsalimia, alafu utaondoka. Ile ilikuwa amani yake. Na hata wakati wa alipostaafu, baba tumeshuhudia ameenda majimbo mbalimbali kwa ajili ya kwenda kuadhimisha misa nyingine ambazo ni kubwa, hata wakati wa kuumwa kwake, lakini aliyabeba yote moyoni, akitegemea yuko ambaye amemwezesha kuwepo hapa. Hata wakati mwingine ukibahatika kuzungumza naye, baba, haya yote unayawezaje pamoja na changamoto za kuumwa, na akitoa historia jinsi ambavyo ameumwa, amefanyia operesheni za kutosha, lakini umwambia baba, unayawezaje haya yote? Anasema mimi sikujiomba, kwa sababu yule aliyeyaleta, kwa sababu ananijua mimi natamani, natakiwa kulitumikia kanisa, lakini kwa nini ameniweka katika hali hii? Akiamini ya kwamba ninayaweza katika changamoto. Kumbe kuna wengine wanapata kupona, mbona huyu mtu yuko hivi, mimi hali niliyokuwa nayo ninashindwa kweli kulitumikia kanisa. Unanyanyuka, unasonga mbele katika kulitumikia kanisa. Baba, tutakukumbuka daima kwa nafasi ya pekee ulipokuwa hata ukimtembelea ofisini, kwa natamani hata uondoke. Anaendelea kuzungumza, na utakachomuuliza atakujibu, atakushauri, na ushauri aliokuwa na utoa ni ule ushauri wa kweli. Akisema kitu ni hapana, mwanangu, usifanye, usifanye. Akisema hiki, hebu ngojea kwanza, tulia kwanza, utatulia. Na pia kitu kingine cha pekee ambacho tunasikia, kwa baba alikuwa karibu sana na watu, alimwambukiza hata yule ambaye alikuwa ni msaidizi wake, baba Mtavangu ambaye alikuwa ni katibu wake. Hata baba Mtavangu ulipopata kukutana naye, watu wengi wamemshuhudia, wamesema baba Mtavangu tunamshukuru sana, tunatamani kumwona baba Mwadhama. Anakuruhusu moja kwa moja, una appointment au una appointment, anakwambia nenda kamwone baba yako, ndio furaha yake. Kwa hiyo baba Kardinali Polycarp Pengo, tutakukumbuka daima. Na hapa wapendwa, tumeshafika maeneo ya Posta. Tunaliongea kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu, ambapo baba tayari watu wamejipanga hapo kwa ajili ya kumpokea. Mara mwili utakapofika mahali hapo, utapokelewa kwa heshima zote zinazotakikana, na baada ya hapo tutaendelea kuaga mwili wa baba yetu mpaka saa 7 za mchana. Wengi tumezoea jimbo kula Dar es Salaam, sasa parokia Mtakatifu Yosefu, wafanya kazi mbalimbali tofauti, maeneo tofauti wamekuwa wakija hapa kwa ajili ya kusali. Kwa hiyo hii misa